Asante kabisa mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba uko mzima buheri wa afya, na asante sana. Karibu tena kwenye awamu hii ya mjadala hapa katika studio za TV47 moja kwa moja kutoka katika makao makuu. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa YouTube TV47 Live, na pale kwenye mtandao wa X ni @TV47 Digital, na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya. Karibu tena kwenye awamu hii ambapo tutakuwa tunajadili suala la mchipuko wa magenge ambao tayari unaonekana kana kwamba umeanza kuongezeka. Na ikumbuke kwamba pia pale kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mtandao wa TikTok, tumeona kuna video ambayo imekuwa ikisambaa hasa maeneo ya miji mikuu kama vile maeneo ya Mtwapa, Mombasa, katika mji wa Nairobi na maeneo mengine ya nchi. Lakini hebu tuangazie tu kuhusiana na ripoti ambayo ilitolewa na Jukwaa la Usalama mwaka 2025 ambapo ilikuwa inasema kwamba ripoti hiyo katika mji wa Nairobi peke yake, kama jinsi ambavyo unaangalia hapa kwenye kiwambo chako, ni kwamba Nairobi ina zaidi ya magenge 130 ya uhalifu. Na ikumbuke kwamba magenge haya yametapakaa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Na mbali na magenge haya ambayo ni 130, magenge haya yana majina tofauti tofauti ambayo yamekuwa yakiwaangaisha sana sio tu wakaazi wa mji wa Nairobi, lakini pia katika kaunti mbalimbali kama vile kaunti ambazo zimeorodheshwa kuathirika zaidi na magenge haya ya wahalifu. Ni kaunti ya Kakamega, Busia, Bungoma, Vihiga, Kisii, Homa Bay, Kisumu, Tana River, Trans Nzoia, Mombasa, Murang'a na maeneo ya Machakos, sehemu za Ukambani. Na magenge haya yana majina tofauti tofauti ambayo yamepewa, na ikumbuke kwamba majina haya sijui ni majina ambayo wanaketi chini kama kundi wanajadili, ama makundi haya yanaweza kubuniwa namna gani. Kuna kundi ambalo linafahamika kama Jeshi Jinga. Jeshi Jinga nikidhani inapatikana katika mji wa Nairobi kama sijakosea. Chinkororo, kuna Mongiki ambayo ni kikundi ambacho kilikuwepo tangu miaka za kitambo. Na pia kuna kundi la Gaza. Gaza sana sana wanapatikana maeneo ya Pwani. Na kuna 42 Brothers, kuna M23, na sijui jina la M23 linamaanisha nini hasa. Na kuna nyingine ambayo linafahamika kama Kapenguria 6, na kuna Usiku Sako. Pale kwenye mitandao ya kijamii nitakuwa na kusomea harafa kuhusiana na jinsi watu wanavyosema kuhusiana na majina haya. Na pia makundi haya yametapakaa katika maeneo mbalimbali ya nchi, ikiwemo maeneo ya Rift Valley, Western na maeneo ya Pwani na katika kaunti mbalimbali. Ikumbuke pia mtazamaji, hii ni utafiti tu ambao umefanywa na Jukwaa la Usalama ambayo inaongozwa na waziri wa masuala ya usalama, Waziri Kipchumba Murkomen, ambapo kundi hilo la Jukwaa la Usalama lilikuwa linazunguka katika kaunti mbalimbali kutathmini hali ya usalama. Na pia mbali na utafiti huu, ikumbuka kwamba pale kwenye mtandao wetu wa Facebook kuna swali ambalo tulikuwa tunakuuliza, na swali ambalo tulikuwa tunakuuliza kwenye mtandao wa Facebook na mtandao pia wa X: je, nini kinasababisha mchipuko wa magenge nchini na suluhisho lake ni lipi? Kumbuka pia kuna mtandao wa WhatsApp ambao ni 0793267279. Unaweza ukatuma ujumbe kwenye mtandao wetu wa WhatsApp na mtandao wa Facebook TV47 Kenya. Kwenye YouTube pia ni TV47 Kenya. Na ikumbuke kwamba hili ni swala ambalo limekuwa ni tatizo kuu katika taifa hili la Kenya, na ambapo imeathiri sio tu wanabiashara wadogo wadogo ambao wanahudumu katika baadhi ya vitongoji katika mji mkuu wa Nairobi, bali pia katika maeneo ya Pwani, maeneo ya kule maeneo ya magharibi ya nchi, maeneo ya Western na pia maeneo ya Rift Valley. Na tayari wageni wameshafika hapa studioni ambao watakuwa wanajadili swala hili kwa mapana na marefu zaidi, na kukufahamisha na kukuelimisha wewe mtazamaji popote pale ulipo. Pia nitakuwa na kuhusisha kwenye mjadala huu. Unaweza ukasema nasi kwenye nambari zetu ambazo umeziona hapa, na pia unaweza pia ukapiga simu kupitia nambari ambayo inapatikana pale chini kwenye runinga yako. Kisha nitakuwa napokea simu yako hapo mwendo wa baadaye. Na tayari wageni wameshafika hapa studioni, na ningependa tu kuanza na baadhi ya wageni ambao wamefika hapa studioni kusikiliza kauli yao kuhusiana na magenge haya. Na kuna wale ambao kwa njia moja au nyingine wamewahi
kuweza kupatana na kusemezana na baadhi ya vijana ambao wamejihusisha kwa uhalifu. Na ikumbuke pia kuna shirika ambalo limejitolea kuweza kuwasaidia wale vijana ambao wamekuwepo katika uhalifu kwa kipindi cha muda mrefu, na watakuwa wanatueleza kwa kina zaidi ni njia zipi ambazo wanatumia na changamoto imekuwa ni gani. Lakini ningependa tu kuanza kabisa na Kasiula John ambaye amewahi kujipata pabaya, labda angetupatia kauli yake kuhusiana na magenge haya na jinsi ambavyo imekuwa ikishughulikia masuala hapa katika jiji kuu la Nairobi. Kasiula, karibu sana kwenye studio za TV47. Nashukuru. Naam. Umeona utafiti wa jukwaa la usalama ambayo imetolewa mwaka 2025. Kweli. Na ningependa kusikiliza kauli yako kuhusiana na kuna vijana wengine ambao ni wadogo, wengine umri wa miaka 18, wengine 20. Sijui kauli yako ni gani? Wajua mchipuko wa magenge. Naam. Kitu ya kwanza lazima tujue root cause. Na kadri siku zinavyoenda magenge yanabadilika. As vile umesema hapo, sijui Mungiki, sijui kuna Gaza. Ukiangalia hizo mbogi ni mbogi kwa saia ziko. Kwa saia ziko. Like Gaza ilikuwa ni ya Kayole. Gaza ni ya mtaani. Mimi natoka Kayole, Soweto. Na Gaza kipindi serikali iliangazia macho sana, kidogo wengi walibadilika, kile kimebaki ni the small elements. So majority walibadilika. Na hata siku hizi unasikia kijana anakuambia siku hizi anajipigia mboka yake. Lakini kuna vile sasa most of these groups is metamorphosis into goons. Menipata? Na I think pia gava na all the political leaders wana play part in kusaidia hizi groups, because sahi most of them wamezi embrace, zimekuwa ni ati sasa hao ni magoon ama ni mbogi yake. Lakini si mbogi ya such, si mbogi ya kusaidia ibadilike ama ifanye mazuri kwa jamii, but ni mbogi ya imfanyie kile anataka wakati anataka kudeal na opponent. So kuna vile bado kuna washikadau wana play part and parcel ya kufanya hizi groups tu still exist, ziendelee kuexist. Kumaanisha baada ya uchaguzi bado haya makundi yataweza. Kuna watu wana maintain. Kuna watu wana maintain, wanawashughulikia mahitaji yao. Kuna watu wanawashughulikia tu mahitaji yao. Na wawashughulikii waendelee kimaisha ama wafanye positive vitu positive. Wanawashughulikia ndio wakuwa wanashughulika wakati hapo kuna zogo ama kuna vile. Nitakupatia mfano. Kuna vijana wengi sana pale mtaani mara nyingi wanachukuliwa, wanaambiwa wakazushe rabsha mahali yao iko 500. Leo hii 500 itakusaidia na haitakusaidia popote. So hizi groups kuna vile bado ndio tuzimalize. Tunaweza imba wimbo wa mtoto asiyezaliwa hapa, tunaweza ongea mpaka next year. But pia kuna washikadau wanafaa wa play part kubwa sana. Pia upbringing, wazazi washaachia community watoi wao. Hao watoi wana look up to nani ana kichele pale mtaani. Dingo fulani ndiye ana kichele. Jamaa fulani ambaye yuko karibu na mwanasiasa yeye ndiye ana kichele. So automatically utapata hizi groups nyingi vijana kuwaleta kwa hizi mbogi inakuwa rahisi. So wale the OGs wale wamekuwa wazee watatoka au sasa ndio wana recruit toi wale wachanga. Wale wachanga. So unapata hizi group inakuwa ngumu kidogo kuzimaliza. Lakini kuna ways zenye gava inaweza do na wazazi na stakeholders kuna vile wanaweza do hizi mbogi zikaisha. Asante sana kwa kauli hiyo. Adan Kishki, pia ningependa kusikiliza kauli yako kwa sababu wewe ni kiongozi wa vijana na
ningependa kusikiliza kauli yako kuhusiana na magenge haya, na labda utueleze katika maeneo ya jiji kuu la Nairobi, kwa sababu maeneo ya CBD kuna kipindi ambapo watu walikuwa wanalalamika sana kwamba wanaibiwa vitu na maeneo ya railways. Ile mimi ningesema kama Adan Kishki ni hizo gang hizo unasema zimetokea, mingi hazipo. Lakini wewe jua zinazindukaga bado, na watu wako udu. Kitu ya kwanza hapo tuambiane ukweli, watu wako udu, na watu tuseme wanachai juu wako udu, juu watu wote wako ghetto, umeshanielewa? So unapata hizi gang za vijana wadogo, na vijana wadogo wanapata bado, yani maisha iko udu kama kawaida. Unajua kuiba ni mbaya, but unapata kuwa mwizi si suluhisho. First of all, kila mtu akona chance ya kusamehewa. Ndio kanisa zimejengwa na misikiti zimejengwa, ndio ule mtu amekosea ende wapi akaombe msamaha. Sasa unapata watu wanaamini kuwa hii gang kuiua ndio itaisha. Sasa hivi ukiulizwa, unajua hata Yesu alisulubiwa na waizi wawili. Kwa nini alisulubiwa na waizi wawili? Bwana hakusulubiwa na pastor na padri, alisulubiwa tu na waizi wawili. Ushanielewa? So unapata hii ni kitu ilianza mpaka siku ya Yesu. Walikuwa tu. But ile tunaweza tuma watu wa change ni nini? Kama serikali ya Jamhuri ya Kenya inaweza tenga pesa, budget ya vijana. Ushanielewa? Katengwa budget kama vile kunakuwa na budget ya CDF ya kupea mbunge, yani ya kitu kama yani disaster kwa nchi yetu. Sasa inafaa kama vijana juu ni future ya kesho watengeo budget yao. Yani hata mtu yake kimaliza shule anajua yeye kuna budget anakuwa, hata kama kuna kazi kako ama nini. Ushanielewa? Nadhania kuna shughuli anafanya. Sasa mtu kabla ingia kwa hizo squad ama kwa hizo gang atakuwa bado labda akona miaka tuseme kama 16 ama 17, haizi kosa miti 5 per month. Ushanielewa? Kuna hoja ambayo John ametaja pale kuhusiana na kuna vigogo ambao wanasimamia hizi gang. Sio kama unakubaliana na kauli hiyo. Do you agree? Uwizi ama siasa. Unajua siasa na tunajua wana vigogo. Hizo gangs ambazo zimeformiwa kama hiyo Gaza. Labda hiyo ni gang mtu ameanzisha, lakini mimi ki experience yangu ya wizi sidhani kama mwizi akona gang. Labda tu ile striker wenyu wa kikosi. But sasa unapata ni poa sana tukiangalia vijana kwa jicho ya huruma. Juu hata Yesu anasema mkihurumiana pia nyinyi mtahurumi, mkisameheana pia nyinyi mtasameheana. Ushanielewa? So unapata kila mtu akona chance. Sasa unaona kama nimeona askari anaitwa Ali nani? Huwa ameenda Mombasa. Alinula anasema yeye anataka tu kuua. Ushanielewa? Lakini hakuna sheria inasema mtu auliwe. Umeona kitu kama hiyo? Kuua uhai ni ya Mungu kwanza. Kitu ya kwanza ukitoa mtu hai pia umefanya makosa. Kitu ya kwanza. Kabla wewe hujareform, nini hasa ambayo ilikusababisha ukajiingiza ukajipata kwa kutekeleza wizi? Unajua kuna waizi aina tatu. Kuna wale naiba juu kunaibiwa. Na kuna wale naiba juu ya sifa, asifiwe tu anaibaga. Na kuna ule naiba juu ya shida. Ushanielewa hapo? Sasa unapata ule anaiba juu ya shida, akiona wizi tamletea shida zaidi anawachanaga nayo. Umeelewa? Nimeelewa. Asante sana kwa kauli hiyo. Bake Cheza, kauli yako ni gani? Kwa sababu wewe ni mkazi wa Nairobi. Sijui kama tukio kama hili limewahi kutokea, na kauli yako ni gani kuhusiana na kile Adan amezungumzia pale kwamba wezi wanaiba kulingana na mahitaji tofauti ama lengo? On that part kweli nakubaliana na hiyo kwamba kuna wezi aina tatu. Vile ameeleza kwamba ya mwisho ndo naweza kubaliana hiyo ya shida. Hiyo kidogo naweza jaribu kuieleza kwa upana. But hizo mbili za kwanza ukitumia jina huruma nita disagree. Sababu huwezi iba kwa ubabe na unaumiza mwenzako, hata unatafuta ubabe. Hai make sense kabisa. And then ati unaiba ati sababu kunaibiwa, hai make sense kabisa. Ndapeana example, kuna hiyo video yenye umesema inazunguka TikTok. Na utaona kuna mchuzi, ni kama tunamuita shopkeeper. Alikuwa anauza na wezi wakaingia. Wamekuja na mapanga karibu 4, hiyo video ukiangalia. Na wanamkata kabisa.
wanamkata, unaona anakatwa kichwa, anakatwa mikono, anakatwa nini. So mtu kama huyu ukisema kwamba ati huyu ni mtu mwenye anaiba ati sababu kunaibiwa ama anaiba juu ubabe, jamaa kama huyu yenyewe askari akisema atapambana na yeye, mimi sina shida. Sababu one thing we need to understand, ana ametumia jina kanisa. Pia mimi napenda kanisa pia. But nda disagree kusema ati kanisa ndio inafaa kusort. You see, the shida kubwa sana ya tukitumia kama ni hali ya kiuchumi ndio inafanya wezi waendelee, ndasema ni policies zenye tunaweka. Hizo policies wezi wakishikwa wapelekwe pahali inaitwa kama rehab. Hizi jela zetu si za rehab. Jela zetu ni kama zinaongeza uwizi zaidi. Sababu ukisurvive huko ndo mtu anatoka akitoka ndani anatoka na ile mentality ati nimesurvive kamiti. Kwa hiyo mimi ndio mbabe. Unaona? Na unaona wengi wao amekaa hata mwaka baada anarudi anai. Kumaanisha pale si reforms zinaendelea. Pale ni kuonyeshana ubabe chenye kinaendelea ndani ya jela. Na ukisikia story zao wengi utasikia mimi nilikaa mahali fulani juu ya kitu muda fulani anatoka na ubabe. But zinafaa kugeuzwa zikuwe pahali penye ni kama rehab. Ambapo ukienda pale maybe unabuni talanta yako waitumie like sana sana like vile uzunguni ama sana sana Europe wanafanyanga. Kwamba ukishikwa kama ulikuwa unafanya crime wanakupeleka pale jela, then ukikalishwa ndani unafundishwa different skills. So katikati hizo tofauti ya hizo skills zenye zinawekwa pale, utarealize kwamba uko na talanta kwa kitu fulani. Then hiyo ndo wanakukuza. So wakati wanakuachilia utoke urudi kwa society, unarudi na talanta yenye utajiendeleza. But now problem ni kwamba hizi zetu hawafanyi hivyo. Hawaelimishi wenzetu kwamba kuna skill fulani. What they do, unaenda pale unakaa, kwanza hata polisi wenyewe ndo wanakusaidia hata vile utaiba. Because sasa kitu yenye nimekuja kurealize na alikuwa anaongelea mambo ya goods. Umewahi biwa market chesa hapa Nairobi? Mimi nishaipitia kisanga kama hicho. Sababu nilipatana na wezi, nimetoka graduation event na kwa barabara ilikuwa around saa 6 usiku. And then nikiwa kwa barabara nikapatana na majamaa karibu 5. Unajua mimi naye nilitumia tu hekima ile akili badala ya kutumia nguvu. Nikaona ni wengi, haina haja nipigane nao wote. Wote nilinyenyekea na kusema ukweli, vile waliona nimetulia na sina any kind of struggle, waniangalia kitu na wakachukua simu na zile zozote zenye waliona itawasaidia. Then after that kutembea tu hatua kama 100 mbele, mwenye alikuwa nyuma yangu pia akavamiwa. Naye alionyesha nguvu, anataka kupigana nao, walimuumiza. So mimi ilikuwa ni mtaa gani ya Nairobi? Ilikuwa tu hapa along Thika Road outside KCA University. Nikitoka graduation ceremony. So ilikuwa usiku actually, si ati jioni, usiku ya saa 6. So ilikuwa overnight, kulikuwa nikaa kesha hivi. So mimi hapo ndo place naweza sema nili experience that kind of an attack. But kuna kitu yenye mwenzangu ameongelelea about viongozi kuchangia katika pia hizi increase of crime. Unaweza kumbuka kwamba wakati wa kuhandle vita za Gen Z, maandamano, kuna viongozi pia waliamua kutumia guns kujaribu kurestrain hawa maandamano. So baada ya kutumia hao guns mwaleta town CBD, vile umesema Nairobi pia uwizi increase. Baada ya kuwaleta town, wakati maandamano iliisha, unajua watu wanategemea hizo mipato ndogo ndogo. So wakati haiko, what do they do? Kama kazi yao wataingia kwa wizi. Unaona? So wakiingia kwa wizi, then at the end of the day, ule kiongozi mwenye alichangia kuwaleta hasuluhishi tena hao vijana kukua katika town. So to me I think on the other side pia wanasiasa wanatumia vijana vibaya. Kwa kila election, tunaenda election next year, utaona tena hizo guns wanaanza kuletwa. Na wakati election itaisha tena, guns wakiachiliwa na hakuna mapato, what do they do? Wanaingia kwa wizi. Na hiyo ndio ina develop hizi genge. Na ukiangalia wana majina zingine interesting. Hata mpaka nashangaa ati M23 ukiangalia association yake na hapa Central Africa chenye Rwanda inafanyia Kongo, utashangani kitu gani? Ati jeshi jinga. Sasa unashangaa hizo jeshi. You see, problem ni kwamba hizo jina zimewekwa kwa kuonyesha ubabe. Zimeonyesha so the more una associate na group fulani ndio unaonyesha ubabe. But kwa zaidi nimerealize kitu moja. Ukiangalia kuna tofauti ya chenye kina affect tuseme status, clusters za environment. Nairobi utapata area kama Eastlands, kuna behavior ya crime, vijana wengi wanakuwa oriented kuingia kwa crime. Ukienda zile urban areas huku juu utapata kuna tofauti. For them role model wao wanaona kama opportunity, maybe kukua mkurugenzi wa kampuni fulani, kitu kama hiyo. So problem kubwa sana ni hii. Serikali pia ijatia bidii ya kuweka viwanda enough.
mimi na disagree kwamba ati na mwenzangu vile amesema ati budget yeko ya vijana ya kupeana grant haitasaidia kwa juu hiyo budget, hiyo grant itakuwa per month. But mimi ningeomba sana serikali increase development ya viwanda so that hawa vijana wakimaliza mashule kutoka campus ama wamemaliza form 4 wapatiwe opportunities. Yes. Peter Oko, wewe ni mkurugenzi mtendaji katika shirika la Crime Si Poa. Hao vijana mara mingi wakati ambapo wengine wameacha crime wanapokuja katika organization yenu wanakuambia sababu ya kuhusika katika crime ni gani? Asante. Jambo la kwanza ningependa kusaisha jambo ndugu langu amesema pale kuhusu magereza. Inakaa watu wengi Kenya wanaongea bila kuelewa nini inaendelea ndani ya gereza zetu. Kuna mtu ameshikwa kwa rumande. Huyo hajafungwa bado. Uko na haki kikatiba ya kupewa bond ama bail na uende nyumbani. So mara mingi vijana wanashikwa mtaani, akienda gerezani amepewa bond ya 10, 20, ameenda ikapunguzwa ikafika kidogo akatoka. Huyo hajapitia katika process ya marekebisho gerezani. Ndani ya gereza zetu zote kuna skills zote zile ndugu yangu hajazitaja. Kama ni carpet, taaluma zote zile unataka utazipata ndani ya gereza. Mpaka saizi ndani ya gereza watu wanasoma sheria. Kama hujaelewa nikueleze saizi. Katika programu yetu ya Crime Si Poa tunamfanya mpaka saikolojia. Maana tushakuja kuona uhusiano kati ya saikolojia na uhalifu. Vijana wengi wanatoka katika jamii yale yamevunjika, broken families. So ile parental control, parental guidance kutoka utoto wake haukuwa. Role model wake ni nani? Tusianze kusema ni vijana. Mimi sitaongea niseme vijana ndio wanaanzisha jambo. Unapoiba bilioni 5 ile ingesaidia mamangu kutibiwa. Mamangu amekufa hospitalini ama ndugu yangu ama kakangu, wajua? Wazo langu litakuwa nini? Wewe unaiba manake uko na uwezo wa kuiba. Mimi nitaiba katika level yangu. So hii generational tuseme nini? Uwizi, tuseme generational uwizi, mimi usema mara mingi naanza juu. Tukiamua tuimalize uhalifu pale juu. Tusiongee tu wale wanaiba simu ndio wahalifu wale wanaiba mabilioni tunawasifu. Jana tumesikia maseneta wanasema magavana wanasema wanadaiwa pesa ndipo wahojiwe. Mbona wajashtaki wale wanawahitisha hiyo pesa katika EACC? So inakuwa ni kasumba watu wanaongea kutupiana lawama. Vijana wengi wa Kenya sio wezi. Takwambia hivyo. Kuna vijana wako gerezani ndio. Lakini kiangalia wale wameiba zile. Unapopokea wale vijana katika Crime Si Poa wanakueleza sababu ya wizi ni nini hasa? Ndio naeleza maana yake tunafanya ndani ya gereza na tunafanya nje pia. So tuko na programs ndani ya gereza na wale wanatoka ndani na wale wako nje. So hata program yetu kubwa sana ni prevention. Wanapokuwa pale nje wasiingie gerezani. Maana yake gerezani unapoingia hujui utakaa muda gani. Lakini jambo la kwanza nitakwambia katika yale mambo tumeona kuna mambo ya jamii. Family breakdown. Number 2, lack of opportunities. Haijalishi kama unaka Eastlands ama unaka Westlands. Saizi uhalifu iko kila mahali. Ukiangalia kesi mingi nimetoka Kilimani saizi. Kesi mingi ukienda Kilimani ambapo ni up class ni kesi zitakushtua. Na wengi wanazozifanya ama wanazozitekeleza sio watu wametoka Eastlands. So hii wazo saa zote ati watu wa Eastlands, watu wa Kibra, watu wa Mathare ndio wahalifu tuiondoe. Ni wazo potofu. Mimi naweza nikatembea Kibra, naweza nikatembea Mathare saa yote nikitaka. Lakini yule anafanya kitendo. Nitakupa kielelezo moja. Disemba tumekuwa na mzazi amepiga mtoto wake akamuua. Juu ya kwenda kwa mama yake Mathare. Mzazi ana Kadandora. Mpaka wa leo ripoti ilipigwa, mpaka wa leo hajashikwa. Mwingine naye alipiga mtoto wake binti wake akazikwa Murang'a. Mpaka wa leo hajashikwa. Kuna mwingine tena mtasijui gani. Huyo alipiga mwanamume mwenzake, rafiki yake kwanza. Mambo yanafanyika watu washikwi kwa haraka. So chanzo ni hivi. Uliniuliza swali pole na digress. Polisi watakufanya kazi yao. But there's too much interference na policing work kutoka watu wa siasa. Polisi anajua wewe ni mhalifu ama unafanya jambo fulani, anaogopa anapokushika. Kuna simu itatokea apelekwe Garissa. Hiyo ni jambo anasema wazi. Anapigwa transfer. Anapigwa transfer na sio transfer ya kawaida, transfer ya punishment, wajua. So jambo ni ya kuwa sheria ile tuliweka 2010 ilipatia polisi independence. MPs wakakuja wakatoa hiyo independence tena wakarudisha katika executive. So polisi hana ile uhakika ya kuwa mwajiri wake ambapo National Police Service Commission atamprotect vile ilipangwa. So kuna mambo ya madawa. Sasa hizi kuna vijana wengi sana wanapofanya kama hawa watu wa Viswa hata wa Mombasa wako dawa. Na ni dawa gani? Sio cocaine. Kuna hizi dawa za watu wako na shida ya akili, psychotic, kuna masima nini. Zinapatikana na chemist wanauza dawa kiolela.
dawa hafai kuuzia mtu hivi hivi over the counter. Tumeenda paka kwa Pharmacy and Poisons Board tukaeleza. Manake kama area zingine mtaani Dandora wapi, jamii wanasema watoto wetu wanaingia katika madawa na ni wale wanauzia, lakini unapoenda kwa wale wanahusika hawafanyi jukumu lao. So jamii wanajaribu pati yao, but institutions, zile shirika zimekuwa pale kusaidia, hazisaidii. Jambo la tatu na muhimu na wameongelea sana ni siasa. Haya magenge mengi vile ndugu yangu amesema, chanzo cha magenge sio, unajua genge tofauti na kijana mmoja ameamua kwenda kuibia mtu. Hawa wako organized. Sasa hizi ninapoongea naye, ukirudi katika studio zako, katika rekodi zako, utapata kuna siku waziri wa usalama Kipchumba alisema jambo moja. Tunawajua wanasiasa wanaohifadhi haya magenge. So kama waziri ashasema anawajua, na tulikuja hapa tukauliza hiyo swali, ushasema unawajua, mbona hujawashtaki? Mbona hujawashika? Na vile ndugu yangu ashasema, nitawatumia kwa siasa leo, watapiga watu wa siasa. Ninaporudi Nairobi lazima vijana wakule. Nilishawazoesha pesa, hadi wananyonga watu mtaani. Na utauliza watu wa mtaa watakwambia wengi wa wale wako katika genge wameajiriwa na wanasiasa. Mara mingi wanaposhikwa hawa wanasiasa tayari wanapiga simu kwa karao, wanaambia karao nini? Waachilieni hawa vijana. So unless we deal with the political angle to gangs, tunapiga gumzo hapa bure. Itakuwa ngumu. Ni story tu tunapiga. Maana kwa watawahitaji tena next year, si hata next year, siasa imeanza tayari. Siasa imeanza. Na watawahitaji kwenda kukomesha wapinzani wao, na wapinzani pia watakuwa wamejipanga vile wamejipanga. Vijana hataki kuingia katika haya mambo. Because jambo tumeona gerezani ya kuwa unaposhikwa umepelekwa gerezani, hao wanasiasa hawatakusaidia. Hautaona tena kamwe. Ukishikwa upelekwe gerezani, hawatakulipia bond, hautaona kamwe. Na juzi kuna tukio lilitokea last year ambapo unapata kama kuna by election, vijana wanachukuliwa Nairobi wanapelekwa katika eneo zile kuna by election. Kuleta vurugu. Na shida ni ya kuwa watu wa hizo mtaa pia wamejua kuna watu wanaletwa, wanangojea. Kuna vijana walienda na hawajarudi mpaka leo. Hawajawahi patikana. Hawajarudi. Watu wajui walienda wapi. Walienda, wengine walienda sehemu mbalimbali nchini na walitoka hii Nairobi, hawajarudi mpaka leo. Na sisi tutawapata kwa simu. So tunaambia vijana wasitumika, wasikubali. Lastly, jambo ningesema ni kwa kuna opportunities. Na vile ndugu yangu amesema, si jukumu ya serikali kuunda viwanda. Ni jukumu la serikali kuweka environment ya viwanda kuletwa na wawekezaji. Shida ile tuko nayo ni moja. Serikali iko kila mahali. So tunaangalia serikali kama suluhisho ya kila jambo. Mwekezaji atakuja aweke rasilimali yake hapa kama kuna utovu wa usalama. Ukweli, asante sana kwa kauli hiyo. Victor Wambua, wewe ni mkazi wa Nairobi. Sijui kama umewahi kukumbwa na shughuli kama hiyo na ilikuwa namna gani? Asante sana kwa kunikaribisha hapa siku ya leo. Kwa majina ni Victor Wambua. So ili jambo la uhalifu si jambo peke yake ambalo tunaweza sema ni jambo linafanyika Nairobi peke yake. Ili ni jambo ambalo ni kama janga la kitaifa hivi. Kwa hivyo mimi nikiangalia kwa undani sana naweza sema kuwa one of the causative agents ni lack of job opportunities. Kwa sababu ukiangalia kijana mwenye anaishi ghetto, anaishi Stilando, anaishi Westland huko, ukimwangalia hivi labda akona mamake pale, akona siblings na maybe yeye ndo firstborn. So unapata kuwa how am I going to provide? Systems zenyewe azimpei ile opportunity ya ku make something substantial yenye anaweza kidhi mahitaji yake na akidhi mahitaji ya familia yake. Ukiangalia sahii uchumi si mzuri sana, lakini pia tuwesema uchumi ni mzuri sana. So unapata kijana anaona labda kuopt kwa crime ndio kitu labda inaweza kuitamsaidia at that particular time. So of course unasikianga vijana wanasema inabidi tushande mabombe, vitu kama hizo. Wana feel si fulani wako na hiyo opportunity kwa juu yao, ndo wase maybe wanafaa ku-obtain kutoka kwao. Na the reason ni systems za jumpea opportunity. For instance, kama saa hii hizi vitu gava inasema projects wako nazo zingekuwa zinakuwa implemented, hii mambo ya housing, hii mambo ingine ya mabarabara, inakuwa kijana at least akiamka asubuhi anasema naenda kupiga mboga fulani yenye itani sustain. Kwa hivyo kijana akikosa opportunity lazima akuwe na kichele, atafanyaje? Utakuwa umetoka shughuli yako, kama ni usiku kama ndugu yangu vile alisema alishandwa. Kijana alimwangalia hivi akaona opportunity. Na labda at that particular time hakuwa na ile street smartness, tunaitanga street smartness. Ile design ya
ukikuwa unatembea kwa street hivi, hata wewe jifanye dingo. Hata ili utoe shati ukae dingo, lakini usijaribu kuonekana kama cool kid hivi kwa street. So kijana akiona opportunity, of course kila mtu ni opportunistic kwa hii dunia, atakushanda. Sikiliza kutoka kwa Daktari Enoch Makanga, umesikiliza kutoka kwa baadhi ya washikadau hapa na wengine kwa njia moja wamejipata pabaya. Sijui kauli yako ni gani na iwapo unakubaliana na kile ambacho kinasemwa. Asante sana. Jina langu ni Dr. Enoch Makanga. Mimi husimamia makampuni za usalama Kenya mzima. Naam. Mimi ndio national chairman. Na nikisema ya kwamba mambo ya usalama imekuwa changamoto kwa nchi ya Kenya, lakini sio nchi ya Kenya peke yake. Nimekuwa South Africa, wako na shida ile. So utapata kwamba kitu cha kwanza ni kwamba shida ya kwanza kabisa ni wazazi wamaachilia watoto. Kwa sababu mimi nakumbuka nikiwa mtoto nilifundishwa jinsi ya kukaa na watu. Na kazi yangu ya kwanza mzazi yangu hakunisaidia. Lakini Peter Oko alisema sababu kuu pia chanzo kuna broken families. Sasa ndio hiyo sasa. Wale ambao hawana wazazi. Ndio hiyo sasa. So utapata kwamba watoto hakuna mtu wa kwenda kuambia kwamba jameni tufanye namna hii, ufanye namna hii ndio kuja ufaulu. Wacha nikupatie example. Mimi niko na shule ya hospitality. Nimefunza chokora karibu 5 na sasa hivi wako Tamarind. Na wakati niliwachukua nikawapeleka kwa shule, unajua hata ungewaona first day haungeamini. Lakini hawa jamaa wamekeuga kabisa, hata uwezi kuamini nao. Na sasa hivi ukienda mahali kwa hizo mahoteli utawapata wako wanafanya kazi. Sasa ile shida iko ya kwanza, vile wenzangu wamesema, hii shida ya politicians. Hiyo ndio the first problem ambayo tuko nayo nchi ya Kenya. Utapata kwamba ukitaka kwenda matanga, wewe ni opponent yangu. Mimi napanga watu waende kwa hiyo matanga, wewe ukiongea, watu yangu wakupigie kelele. Na mimi nikiongea, wako wanipigie kelele. So unapata kwamba hakuna siku mwanasiasa ataenda matanga bila kuwa na gunzi. Unakumbuka ile kitu ilifanyika kwa the former DP kule wapi? Kule Limuru. Sasa unapata kwamba kila wakati politicians wakienda mahali kuna crowd, utapata ya kwamba lazima paka politician apeane pesa 1,500. Sasa vijana unapata wanajiingiza kwa hiyo maneno, lakini unajua hii ni kitu ya siku moja siku mbili. Sasa wakimaliza jinsi ya kusurvive after that mpaka waingie kwa nini? Waingie kwa hii maneno. Unaona? Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wenzangu wamesema ya kwamba mambo ya kazi. Ni kweli ya kwamba hatuna factories mingi, ni kweli ya kwamba vijana wengi hawana kazi. Sasa hii kazi inatoka wapi? Kwa sababu tuweze kujidanganya ya kwamba the president ataenda kwenda kutengeneza kazi na kuzikuja zipatikane. Kazi ziko. Wacha nikwambie. Lakini mbona hawa viongozi ambao wako katika maeneo bunge haya ama wawakilishi wa wadi wasije na miradi ambayo itasaidia vijana ama kwa sasa mahali shida iko ni kwamba wale watu ambao wanakuwa elected wote hutumia pesa. Sasa hivi naweza kuambia wale watu wako bunge sasa hivi tukiongea na wewe sasa hivi. Si watu ambao ni leaders, ni watu ambao wameingia kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya pesa. So akiingia anajiperfect kabisa, anahakikisha ya kwamba ni kutumia pesa kuingia kwa ofisi, na wale watu wako na maono ya kusaidia watu. Utapata kwamba kwa bunge, kwanza hii bunge tuko nayo, ukipeana max out of 100, maybe mimi nitawapatia 10. Kwa sababu ukiangalia vitu wamekuwa wakifanya, bili ikitokea ambayo iko na maneno mbaya, hiyo ndio wanataka kufanya nini? Kusukuma, kwa sababu wamepewa pesa. Sasa utaniambia mtu kama huyu atakuja kutetea raia ule ako chini kweli? Huyu jamaa iwesekani. Tutajaribu kung'ang'ana nao, lakini kweli ya kwamba ni kwamba raia wenyewe ndio tunajiletea shida. Wakati nafika wakati ya kuchukua viongozi, watu wanaacha maadili kabisa, maadili ya kuchukua wale watu ambao wanatakana, wanapika watu ambao ni mtu anauza madawa na watu wanajua anauza madawa, lakini huyu ndio atapewa kazi ya kwenda kuwa nani? Kwenda kuwa MCA, atapewa nafasi ya kwenda kuwa MP. Sasa unapata kwamba wanaingiza vijana ambao ni viongozi wa kesho kwa maneno ya madawa. Nilikuwa Mombasa juzi upande ya Diani. So wakati nilikuwa natembea kwa beach, napata vijana wamechikokota kwa mabango, kwa makona ya mabango. Unajua unatembea, unaenda one side, unarudi, unapata vijana wako pale tu. Na ukiona wanaona wanafanya nini? Wanakunywa madawa, wanajidunga nini? Wanajidunga madawa. So unapata kwamba polisi hawawezi kwenda kuwapata kwa sababu ni wengi. Yaani kitu imefika mahali ambapo ni kwamba ni kama nyoka kubwa ambayo imeingia kwa sisi. Na Mungu atusaidie, kwa sababu tusipovuka pale basi wale wengi ambao watapika ni wengi. Na Mombasa huwezi kuwalaumu kwa sababu
Niliuliza kijana mmoja kule Kwale, nikamuuliza ya kwamba when you grow up unataka kuwa nani? Unajua aliniambia nini? Mimi nataka kwenda kwa bichi bwana, nipate limama mzee bwana kutoka kule Jamani bwana, nilishike bwana, nitembee nao bwana, nione kwamba unaona mtoto kama huyu namna yake ongea namna hii, ni ukweli ni kwamba hajaona maisha yake yuko kwa hali ya hatari. Na ni kwa sababu hakuna kitu watafanya kule. Naam. Ukienda kule Kwale hakuna kitu watafanya kwa sababu mambo ya ukulima huko, watu wa Afrika ya kulima, mambo ya kule, mambo mali pesa inapatikana kwa utalii. Sasa ile kitu inaweza kufanyikana Mombasa mzuri, ambayo inaweza kusaidia vijana wa South Coast, Diani kwenda paka Kwale paka Msambweni, ni kwamba kama county ingechukua watoto wawapeleke kwa shule ya utalii. Unaona? Waende wajifunze mambo ya utalii. Wote wangeenda kusaidia nini? Mahoteli. Tuko na mahoteli more than 300 iko kule, lakini hao watoto hakuna college. Ile college ni moja tu, inaitwa Marist, moja tu, and haiwezi kuchukua watoto wote ndio waende pale. So hii ni njia moja ambaye viongozi kule wamelalia masikio. Nafasi ziko, hoteli zimefunguliwa, zinaandika watu kila lakini viongozi hawajali. Lakini viongozi hawajali. Acha nisikilize kauli yake Brenda. Sijui kama una kauli tofauti na nafasi ya wanawake katika magenge haya ni gani hasa? Nashukuru sana kwa nafasi hii na fursa hii. Mimi nitaweza peana ka experience kadogo tu. Mimi nimelelewa ghetto. Na kuna wakati nilikuwa nikitoka kazini town nikapatana na magenge mahali Tomboya na hapo. And then nilikuwa attacked, but mzuri mmoja ambao alikuwa mkubwa wa hilo genge walikuwa wanataka kuniattack. Ni mtu ambaye tumekuwa na yeye. Mimi hata sikuwa nimemnotice, ni yeye alini-notice wa kwanza. Na akanita kando akaniambia, Brenda, nini unafanya nje usiku? Kama nimetoka kazini. Kama na nyinyi mnafanya, akaniambia hii ndio mboka. Kama nisipofanya hivi mimi sitalipa nyumba, sitapata food, niko na mtoi kwa nyumba. So hiyo ilinifanya nikawaza sana kuhusu serikali yetu. Serikali yetu sitakataa, hakuna kazi ambalo limetusaidia kwa vijana. Hata nikupatie example, mimi kwetu mashinani ni Keharu. Nilikuwa huko kwa wakati wa likizo wa Disemba na nika notice kwamba crime scene Keharo iko very low. Like hata unatembea saa 6 bila wasiwasi, bila kushtuka. Reason being, MP alichukua initiative, akachukua vijana mtaani. Vijana wengi Keharo wanashinda wakifanya kazi mtaani. Atapatiwa 500 yake jioni, mzazi apatiwe 200 ama 100 jioni. So huyo kijana hana wakati wala fursa ya kufanya uhalifu because ametoka kazini, jioni amechoka, ataenda lale, asubuhi anahitajika kuwa pale. So mimi nataka kusema the society is cooked. Kutoka kwa wazazi, vile mkubwa amesema, kutoka kwa wazazi hadi sisi vijana na pia kwa watoto ambao tunalea sasa hivi. Alafu na fursa na nafasi ya wanawake katika hizi vikundi vya crime. Kuna role wanawake wana play. Na si kupenda. Sana unakuta hii inafanywa sababu ya shida. Unakuta mwanamke ako na katoto kadogo, maybe ni msana mdogo miaka 19, 20, tayari ako na mtoto mdogo kwa nyumba, anahitaji kula, babake pia ni deadbeat, hapatikani, baba mtoto hapatikani. So role ya wanawake katika hii crime scene inakuanga ku-identify. Kazi yao ni ku-identify the victim. Alafu ana pass message to the group now. Yeah, because unajua pia mwanamke pia akiwa mrembo pia ku approach someone it can be easier. Umeona kumekuwa na visanga ambavyo unakuta mwanamke alienda mahali na mtu kwake, maybe akamuibia, akafanya nini. So kuna part na playiwa, na mimi nitablame sana serikali, sababu kama vijana wanaweza patiwa fursa ya kufanya kazi na environment ya kufanya kazi vizuri, mambo ya crime itaenda chini, because I believe mtu ako busy na kuna mambo yake anafanya, hana masaa, hana time ya kukaa chini afikirie kuvuta drugs, kufanya nini, kufanya uhalifu. So tuko nyuma sana. Serikali inahitaji ile kuna wakati tulikuwa na vijana mtaani, sijui kama unaweza kumbuka. Hiyo wakati crime scene ilikuwa imeenda very low because kila kijana kwa kila mtaa alikuwa busy. Tuko na leader wa hiyo group, kuna wale ambao wakufagia, kuna wale wakufyeka nyasi, kuna wakuokota makatakataka huku na kule wakati wa the previous regime. Mimi na believe ya kwamba tukitafuta njia ya kusaidia vijana wakuwe busy, watu wamesoma wako na degrees kwa nyumba lakini hakuna kazi, hakuna opportunities, wanakuwa frustrated and then mtu anakuwa I don't care anymore. Bora nipate kitu itanilisha, italisha familia yangu, I'm going for it. That's unaona mpaka vijana viongozi hasa wamekosa 100%. Yeah, mimi viongozi. Uliona kama sasa kuna vijana ambao wanapelekwa Russia. Mtu anaambiwa anaenda Russia kazi udereva. Anapelekwa front line just 2 weeks of
training, unapelekwa frontline ya international wars. Huyo mtu alienda Russia because hana kazi Kenya ya kufanya. Na sisi hatuwezi pata kazi za kufanya Kenya, but kuna privileges watu wanapewa ambao hawastahili. So mimi ningeomba sana serikali kama inaweza jaribu kurudishia vijana makazi mtaani, kurudisha mpaka hizo tunaambiwa colleges huko Mombasa, sababu Mombasa kwanza rate ya uhalifu iko very high since kitambo. Watafutiwe mpaka hizo shule. Serikali ina pesa, wajenge hizo shule za vijana, waende training. Kama ni hizo hospitality wafanye hospitality, kama ni NYS, mtu anatoka NYS alafu kwa kisha toka nothing after miaka yote ya training, there is nothing. Huku nje hakuna job, hakuna circulation ya pesa, so I guess the government needs to pull up their socks. Asante sana Brenda kwa kauli hiyo. Hebu tuangalie tu baadhi ya ujumbe na Wakenya wanasema nini pale kwenye mtandao wetu wa kijamii. Tuone Wakenya wanasema nini kuhusiana na swali ambalo tulikuwa tumeuliza hapo. Je, nini kinasababisha mchipuko wa magenge nchini na suluhisho lake ni lipi? Hili ndio swali ambalo tulikuwa tumeuliza pale kwenye mtandao wa Facebook, na kuna watu kadha wa kadha ambao wametuma ujumbe. Hebu tuweze kutazama Wakenya wanasema nini kuhusiana na swali hili ambalo tulikuwa tumeuliza pale kwenye mtandao wetu wa kijamii. Na kwenye mtandao wa Facebook John Okumu alikuwa anasema high crime rate is brought by unemployment, na ni ujumbe ambao umeweza kuvutia hisia sana hapa studioni. Ni pesa hakuna, pia vijana wengi hawana kazi ya kufanya, ndio maana ujambazi umezidi, na suluhisho tu vijana wapewe kazi na ushuru upunguzwe, ndiposa vijana waweze kusaidika. Ni pesa hakuna, ushuru upunguzwe, hata mtu akifungua biashara angalau apate kitu, na hayo yote yataweza kupungua. Lakini pia Edward Bitonyi, kuna swala ambalo lilikuwa limetajwa kwamba viongozi wanachangia katika kuendeleza magenge haya. John Dirangu anasema ni ya hawa wanasiasa. Ujumbe wake unaendanisha na baadhi ya hoja ambayo nimesikia hapa studioni. Sultan bin Mose anasema irresponsible parenting. Sultan bin Mose. Lakini pia kuna wale vijana ambao wengine hawana wazazi. David Wafula anasema uzembe, kutojituma kwa vijana. Anasema kutojituma kwa vijana. Nitakuwa nauliza hilo swali. Lee Mwai anasema free education inaweza kupunguza swala la kuongezeka kwa magenge. Mwaniki Boniface anasema ufukara na ukosefu wa ajira, talk of corruption and poor governance imechangia kuchipuka kwa magenge haya. Na Majest Havel Mwanzi, kukosa ajira na suluhisho ni vijana tutafutiwe kazi. Lakini hilo ni swala ambalo lilikuwa linazungumziwa hapa kwamba vijana watafutiwe kazi. Hebu nisikilize kutoka kwake John. Anasema kuna vijana wengine ambao ni wazembe. John. Omorio John Mbleina. Juu ukweli vijana, hakuna vijana wazembe. Mavijana wanajituma, ile ukweli vijana wanajituma. Mfano poa ni mi vile nimefika hapa, sijakuja nimechelewa. Nimejituma kwa nini? Hii ni fursa ambayo kuipata ni nadra. Bila shaka. So nimejituma. Haya, turudi nyuma kidogo. Nataka kuelimisha ndugu yangu hapa. Mi nilikuwa kamiti miaka 5. Nikiwa kamiti, sikuenda factory, sikuenda shamba. Niliconcentrate na usanii yangu. Ambayo hiyo ulikuwa na talent. Mimi nina talent kutoka mwanzo, hata kabla kwenda jela nilikuwa nafanya muziki, nikaingia jela, nikaendelea kufanya muziki. Umenielewa? No. So I'm a champion of prison inaweza badilisha mtu. Inaweza pakubwa sana, kwa sababu leo hii singekuwa hapa, ingekuwa nilifall back into crime life. Bila shaka. Prison inabadilisha. Na mimi ni mfano mwema. Peter mwenzangu hapa,
nakumbuka nikimwona kama trustee. So kwangu alikuwa big brother, namuona ni trustee. Nilitoka, siku aim kuwa trustee. Make sure nimetoka. Peter katoka. Show ya kwanza napata ya kurudi jela. Lakini pia ni wewe mwenyewe ulikuwa na nia ya kutoka. Exactly. Show ya kwanza napata ni Crime Si Poa ndio walinipa. Ya kurudi jela kuongea na wafungwa wenzangu, warumande wenzangu, kuwaambia unaweza badilika. Naam. So that opportunity kama singeipata, singeweza kubadilisha wale nimebadilisha, because sasa niliweza kujipatia foundation yangu. Sasa nikawa sitegemei Crime Si Poa, nikawa sasa nimejisimamisha na miguu miwili, nikaanza kutembea jela huku na huku, pia nikihubiri the same injili. The same injili. Don't you see that was an opportunity that was given by this guy? Bila shaka. Na vijana ni opportunity wamekosa. Cha pili, serikali yetu kwa unyenyekevu tu kabisa, hii ganji ndogo ndogo hii kichelewa napatia watu, ati sijui chukua sijui 25,000 sijui chukua ngirichwani, enda uanze biashara. Hebu tujiulize, tutakuwa na wanabiashara wangapi? Tutakuwa na makastoma watakuwa wapi ikiwa si wote ni wanabiashara? Alafu si ni wanabiashara gushi. Kwa sababu gani? Umenipatia 50,000 nianze biashara, na mimi mwenyewe hakuna biashara nishaianza maisha yangu, sina masomo ya kuwa mwanabiashara, sina any financial advisor amenifanyia advice ya vile hii pesa nitaweza kuitumia. Kitu ya kwanza nakwambia itakuwa pare after pare. Mimi nitaingia kuiva. Wanishika. So unapata hii kichele wanapatia wasee, hiyo kichele inaenda tu zero. Inaenda tu zero kwa sababu ndio umenipatia kichele, lakini umenifundisha jinsi ya kutunza hii kichele ama kuifanya ikue iongezeke. Cha mwisho kabisa, tuache kuwa tunakumbuka Islando wakati tunataka itusaidie. Especially wanasiasa. Hata gava, wachana wanasiasa, wote gava kijumla. Islando ukumbukwa wakati kuna kashughuli kanatakikana. Ni kama gava ukai inasema, majamaa, kuna shughuli inahitaji mbogi. Ni Islando. So mbogi ni ichukuli wapi? Islando. Nikuulize, hawa kina Gaza, sijui kina nani, mbona wakuagi huku kwa kisosi? Mbona inakuwaga tu ni mtaani? So ambapo pia mimi kama kijana pia nisirushie serikali mikuki sana, pia nafaa nijiulize, zo wananibebaje? Mimi ndio wakwenda kufuruga kwa tebo wakati ni chukua ishia. Mbona waniiti kwa tebo? Mbona wakuiti kwa tebo? Hizo ni vitu pia sisi kaa vijana tunafaa tujiulize. Na that's why mimi leo hii mimi huwezi nikuta kwa maguni. Uongo, hiyo ni story. Huwezi nikuta kwa maguni. Na wewe umesaidia vipi mtaa yako? Manake umeshirikiana na shirika la Crime Si Poa. So after Crime Si Poa, mimi ile kitu nimedu na make sure nimeenda prison. Even Women's Day hii iko March, nitakuwa Murang'a prison. Nikibonga na mademu wetu, because sasa mademu ndio wamekuwa hatari. Mademu wanakupanga mzee, unasikia umpigo nyongolo na demu na unatii. Umenipata? So mademu wetu pia wamekuwa hatari. Then tukirudi mtaani, whenever nimepata shughuli, I'll make sure nimeingisha vijana 2 3 hapo wapate shughuli, wapate yao ya siku. Alafu pia mavijana mtaani si ubonga nao, si make sure tumebonga nao. Mimi natoka Kayole mali ni Ngori Morio. So mimi na make sure nimebonga na mavijana like as in saa hii nikikuja hapa nikaona over 100 youth wanafanya kucollect data Kayole Soweto. Wako under Spatial Collective Limited. Na mimi ndio nawasimamia. Wanapata do yao, wanarudi mtaani, at least mambo inakuwa shava. Kwa sababu pia tumekuwa na small young families. Unapata kijana ako na mtoi, ana dem ako na mtoi, ana boy. Na mtoi anafaa kule. Ndio pia hii
as in sisi kama community leaders pia tukiwa tuna hizo opportunities, hebu tuangaliane si wenyewe kwanza kabla tuangalie hii gava. Kabla kuangalia gava. Kwa sababu pia unapata maboy wadogo. Mokoro yuko too busy sana. Buda anatoa lock yake yote. Ukijana anahitaji pitana nihitaji, mimi ndio niweze kumguide. Na si mimi ni mguide ni mpone, juu pia kuna community leaders pia ako hapo tu ampone. Ile kidogo imepatikana anampona. Yeah. Shikilia hapo, acha nitakuwa na rejea kwake Adan, lakini wacha tuvuke maeneo ya Mombasa. Ikumbukwe pia maeneo ya Mombasa pia swala hili limekuwa ni janga. Hebu tuungane naye Quinto Wafula tujuze kwa mengi zaidi. Quinto Wafula, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze kwa kina maeneo ya Mombasa, hali ya usalama iko vipi? Naam, shukran Sofofu mwenzangu Kirobi, na kujia moja kwa moja kutoka kisiwani Mombasa, ikiwa ni katikati ya jiji hili la Mombasa, na wahusisha wakazi na vile vile wadau kutoka sekta mbalimbali kuhusu la kuongeza kutekelezwa na vijana wa mapanga katika mkoa huu ama katika ukanda huu wa Pwani. Na wahusisha tu wakazi watueleze labda visa hivi ni nini kimechangia na ni kipi kifanyike ili kuweza kukabiliana nao inavyofaa. Labda uweze tu karibia, tuanze na kijana hapa, uanze tu kwa jina, utueleze jina lako nani na nini kinachangia visa vya hao vijana kuongezeka. Anza tu kwa jina, nitakushikia hii. Anza tu kwa jina. Kwa majina mimi naitwa Leonard Mwairo, mkazi wa Mombasa. Sasa kutokana na visa hivi vya uhalifu, pengine mimi naweza sema vinachangiwa na ukosefu wa kazi na wazazi wengine kushindwa kudhibiti majukumu ya karo, ambapo watoto wengine tu ni wachanga, wanakosa kufika shuleni kule, wanaamua kuingia katika visa kama hivyo. Hata pengine mimi ningeomba tu kama serikali inaweza saidia kwa usaidifu wa kupata ajira kwa vijana na pia kwa kusaidia karo wale wazazi wanaoshindwa kudhibiti matatizo kama hayo. Asante sana. Tuweze kusikia vile vile kwa mkazi mwingine, uanze tu kwa jina, utueleze visa hivi vimeongezeka licha ya juhudi za serikali za kuweza kuwapa vijana ajira. Yule mwingine anasema kwamba ukosefu wa ajira kwa vijana. Labda anza kwa jina, utueleze ni nini kinachochangia visa hivi. Kwa majina naitwa Salim Japan. Mimi ni mkazi wa Mombasa, eneo la ward ya Freetown. Haya mambo yamechangiwa na mambo mengi sana. Vijana wanapitia wakati mgumu sana. Na pia viongozi wanachangia kwa njia moja au nyingine, kwa sababu hawataka kuwapatia shikio hawa vijana, kuwasikia wana nini na kuzungumza, kwa sababu wengi wanapitia mambo mengi. Na sisi kama vijana, kwa umaskini ambao umekitiri katika eneo la hii yetu, inachangia sana kuona vijana wanajiengage katika vitu ambavyo havifai. Na kile ambacho kingefanyika, kwa sababu kama unasikia ile order ya shoot to kill ambayo imetolewa na mkuu wa polisi, hii order si eti kwa ati inamaanisha kuwa ni mzaa, kwa sababu huyu afisa ni mtendakazi, anaifanya hii kazi. Na hatungetaka kuona kuwa Mombasa ama sehemu zetu, vitongoji vyetu kulio, kwa sababu ikiwa viongozi wetu wataweza kuengage hawa vijana moja kwa mapi, kwa kila mmoja anapitia mambo yake. Wengine wamekosa wamepita university, wameenda college, lakini hakuna vitu vinaoengage, na zile maskani ambazo zinaongezeka zinasababisha vijana wetu wengi kupotea. So sisi tunaomba kwa viongozi wetu ambapo tunajua wanawajibika, lakini especially hapa county government ya Mombasa lazima iwajibike, kwa sababu lazima iwaengage hawa vijana ndio iweze kujua tutawasaidia vipi. Kama ni vibarua, ikiwa ni mambo ya ufundi, zile college wanaweza kujiengage, kwa sababu ikiwa hujawasikiza vijana utaelewa vipi matatizo yao. So tusiende baadaye tukapoteza vijana wakamalizwa, kwa sababu wengine sio kupenda kwao. Na sisi hatutaki itokezee Mombasa iwe kama vile Nairobi watu wameuliwa, kwa sababu sisi tunataka mji wetu uwe mji salama, kwa sababu ni mji salama, na tunataka ili tuone tunaweza kuendelea vipi kimaendeleo. Nafasi ya mzazi inaingilia wapi katika hilo swala? Umetaja kuhusu viongozi, labda mzazi ni ipi katika shughuli hiyo? Mzazi yuhusika, kwa sababu mzazi ndio anajua mtoto wake vile kitu anafanya, kwa sababu mzazi kutana na mtoto wake kila wakati, anajua anapotoka, anapoingia. Na huyu mzazi, kwa sababu asipoyafuatilizia pia kumjua mtoto wake nani anatembea naye,
anajihusisha na mambo gani, then mzazi atakuwa anachangia kwa moja ama pengine. Na wengi utapata kama wazazi wengine wetu ambao tuko nao ni single parent. Manipata kina mama wamepata uzito kuweza kuolea watoto wa kiume, watoto wa kike. Mambo mengi yanachangia. So tusipoingia ndani na kuelewa hii maneno inakuwa vipi, then itakuwa sio fair, kwa sababu japokuwa serikali yetu inafanya bidii, kwa sababu kama serikali ya Mheshimiwa Ruto imekuja hizi programs za nyota, imekuja na mambo kazi majuu, imekuja na programs za kazi mitandaoni, lakini tunahitaji pia viongozi wetu wa huku chini kwa ground waweze kuwaonesha vijana kuwa ndio kuna kazi majuu. Utachukua njia gani na gani uweze kuipata hii kazi majuu? Nyota the same utafanya vipi na vipi? So tukiachilia hivi kwa sababu serikali inafanya, lakini huku chini viongozi hawaoneshi vijana wao namna ya kupata hii kitu, then tutalaumu serikali, na serikali inafanya kazi na hakuna kitu inafanyika. So tunatoa ombi tuone tushirikiane baina wazazi na vijana na serikali kwa ujumla. Asante sana. Tuweze kusikia kutoka kwako labda mwingine hapa, uanze tu kwa jina, utueleze nini kinachangia kwa jina. Mimi kwa majina naitwa Azizi Furaha, ni mkazi wa hapa maeneo ya Ziwa la Ng'ombe. Kwa ufupi Mombasa mimi ni nyumbani. Na wala ya uongozeko wa uhalifu wa vijana, mimi ningependa kuchangia. Kwanza, watoto wengi wetu hapa Mombasa Kipwani wakimaliza class 8 hawasonge na mbele kule kwenda high school. Watoto wadogo wanabidi wanabaki nyumbani, wanakaa maskani, wanaingilia mihadarati, mwisho wake wanaingilia mambo ya uhuni. So mimi ningependa kuomba serikali na wabunge wote tushirikiane, tuhakikishe ya kwamba hawa watoto lazima waende shule. Kama mzazi hana uwezo, mambo ya elimu iwe ni jambo la kwanza lishughulikiwe, watoto waweze kwenda shule. Sababu changamoto kubwa ambayo inafanya watoto wanakuwa wahuni ni sababu watoto hawaendi shule, hawana elimu, na uhuni wanauanza wakiwa wadogo. So ni viongozi tushirikiane, tuhakikishe hawa watoto watapata elimu kwa njia gani, na wakimaliza form 4 pia watafutiwe mbinu za kwenda college. Lakini tatizo kubwa, watoto wanaachwa drop out kutoka shule primary, wamebaki nyumbani. Form 4 akimaliza hana njia yoyote, hana mpango yoyote ya kujiendeleza, mwisho wake mtoto yule anaingia kwa uhuni. Asante sana. Mwisho labda wito wako ni upi kwa wazazi pale nyumbani na jamii kwa jumla? Sasa tuachane na viongozi na serikali, wazazi na jamii pale nyumbani, wito wako ni upi? Mimi wito wangu napenda kusema ya kwamba wazazi lazima wawajibike. Mtoto wako ujue anakaa na nani, mtoto wako ujue anashinda mahali gani, mtoto wako ujue nyumbani anaingia saa ngapi. Sio mtoto mdogo anaingia nyumbani sehemu anayotaka yeye. Majukumu makubwa wazazi wetu wanayawacha, tunawacha kujukumika kuhusu familia. Ni wazazi wajukumike, wahakikishe mtoto wako rafiki yake ni nani, saa ngapi yuko nyumbani. Vile vile nikiongezea, kuna hawa watu wetu wa haki za kibinadamu. Mara nyingi sana ukipata mtu amedhuriwa na wakora, hutasikia hata siku moja wakilalamika. Hata siku moja hutasikia kwamba wameenda hospitalini kutembelea yule mtu aliyepata zile shida. Lakini mtoto wote mdogo ama kijana yote akipigwa na mob justice ama apigwe risasi na polisi, haki ya binadamu imeingia. Yule mtu ambaye ameumizwa jana, amepigwa mapanga, si mwanadamu? Yeye si mwanadamu? Kwa nini wanalemea sana upande wa wahalifu, lakini upande wa waathiriwa hawashughuliki? Tunaomba watu wa haki za kibinadamu, kama kweli wao wanatetea haki ya kibinadamu, basi watetee haki kwa upande wote. Ambaye amedhurika, wahakikisha wameenda kumpatia pole na kumpatia mwelekeo, ndio wamtie imani, lakini si wale upande mmoja wa wahalifu peke yake. Asante sana. Yes. Na asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Hayo ndio maoni ya wakazi kutoka eneo hili la Mombasa. Wito ukitolewa kwa jamii jumla, kuanzia kwa wazazi pale nyumbani, serikali, viongozi na kila mtu, wadau wote katika jamii kuweza kuwajibika ili kuhakikisha kwamba visa hivi vya uhalifu vinakabiliwa na kuhakikisha kwamba magenge haya yanapunguka kwa kupata kuwahusisha vijana katika masuala mbalimbali ya ujenzi wa jamii. Vile vile husika kuhakikisha kwamba wanafuatilizia watoto pale baada ya kumaliza grade ile ya 9 kwamba wanajiunga na grade ya 10, wasije wakasalia nyumbani. Wito ukitolewa kwa serikali vile vile kuhakikisha kwamba inatoa usaidizi utakaohitajika ili kuhakikisha kwamba masomo hayakatizwi, wanapata elimu na vile vile wanapokea yale maadili yanavyostahiki. Kwa hivyo kutoka hapa kaunti ya Mombasa kisiwani katikati ya jiji hili la Mombasa, mimi ni Quinto Wafula, naregesha kwako studio.
Na asante sana Quinto Wafula ukiwa katika kaunti ya Mombasa. Bila shaka tunarejea hapa studioni. Adan Kishki, kuna mmoja wa kazi pale katika kaunti ya Mombasa amesema swala la malezi ambayo anahisi wazazi hawalei watoto wao vizuri. Na pia ningependa kusikiliza kauli yako kuhusiana na jinsi ya kumaliza magenge haya ama kupunguza magenge haya na uhusiano wa polisi na wanakijiji pale katika mitaa ya mabanda iko namna gani? Mile ningesema kwanza hakuna mtu anapenda kuiba. Hata mwizi kumuuliza unapenda kuiba hizi kuambia anapenda. Juu apendi hiyo jina mpaka mwizi. Sure. Umenielewa? Na ni udui inatuma watu wachai waibe yani. Na ya pili tunaweza sema sasa tuko police service, si police force. Ushanielewa? But nadhania Ari Nula anatumia ile nini ya police force ya kitambo. Ile ati shoot to kill. Ile tumia nasema kama angekuwa unajua waizi si wengi. Je, unahisi polisi wamefanya uchunguzi kuhakikisha baadhi ya vigogo wa magenge haya wamekamatwa? Ile kitu mimi nasema hata mwizi akikosekana siku nyingine tu atenda na hiyo ngori. Juu watu wamejaa jera na wajui hizo ngori. Watu wengi wamejaa jera na kuna kitu wanajua. Ni mistake identity. Sasa mfano kama ule sahi kama hii vita iko hapa kia Michael. Mwenye aliuliwa sio yeye. Uongo ama kweli? Ni mistake identity. Umeshanielewa? So unapata mimi kitu naweza sema ni hivi. Kuna mporaji na kuna mwizi. Najuaga hivyo. Mwizi anaiba akiogopa atashikwa. Mporaji ako na security. Na mporaji ndio mbaya, anatubia mpaka future, anatubia sijui chemistry, anatubia future mpaka watu wetu. Umeshanielewa? But si huwa tuna concentrate sana na mwizi wa simu. Umenielewa? Mwizi wa simu ndio tuna concentrate na sasa. Tunasahau waporaji. Hao waporaji ndio wanatuma nchi yetu inakuwa na hizi magenge. Kumaanisha suluhisho inaweza ikawa ni gani sasa? Suluhisho tu tumesema. Watu wako udu wapewa kazi. Umeshanielewa? Nimekwambia waizi si wengi. I think ni watu kama sema kama hiyo Mombasa. Imagine ati Ari Nula angetangaza aseme kama wewe ni mwizi kujia kazi. Naona ingekuwa poa. Si kusema ati nyinyi waizi chimbeni makaburi. Umeshanielewa sasa? Waizi walikuwa na watakuwa. Kitu ya kusuluhisha ni nini na tupunguze. Watu unajua kitambo mimi nikizaliwa ama nilikuwa napataga watu wanaenda industry ya kazi. But kulikuwa na maviwanda za wembe, za sabuni, za nini. Lakini siku hizi haziyuko. Siku hizi sasa sisi tunaagiza kutoka nje. Zinakuja wapi? Si bado inachangia kuwa watu hayuko vera. Na tena Kenya kitu kingine tunaandikana na kujuana. Who is who? Ushanielewa? Sasa mimi kama sina godfather, mimi siwezi kuwa kazi. Ushanielewa? Sasa wale wana godfather ndio wanaingia nini? Hiyo inachangia. Umeona? Sasa inafaa kumaanisha kwamba wananchi ambao wako katika a certain region ama area wakichagua viongozi ambao watawafaa itapunguza swala hili. Ndio nimesema wabunge wapeleke mswada. Tutengeo budget kama vijana. Vile budget nyingine inatengagwa. Vijana wakimaliza chuo hawezi kosa. Mimi nakwambia ni do inatuma watu. Si ati ni wengi, ni watu wanaweza shughulikiwa na serikali wapewa kazi. Umenielewa? Mimi ndio tunaweza sema. Asante sana. Make Chesa, kauli yako ni gani kuhusiana na hili swala kupunguza magenge? It is very true. Ni ukweli kwamba economical conditions ndo zinafanya wezi wanaenda wengi sana. But ningetamani pia kumkosoa maybe kumkosoa kidogo. Si kusema kwamba hakuna hope kwa wale wenye wanapitia rumande wanatoka kama wako rehabilitated. But nasema asilimia ya wengi wenye wanaotoka hawaja prove kwamba pale rehabilitation inafanywa. Ndakupatia mfano example yenye nakuanga so dear to us. Tumekuwa tukiona some fake phone calls zinaingianga kwa wengi wetu. Na wengi tunajuanga hizo fake phone calls utasikia ni watu wa kamiti. Sasa kama wewe uko pale na unapitia rehab unafundishwa talanta, hiyo phone call unaipigia saa ngapi? Na unapata hiyo ndo anakukon pesa, anakuambia mimi ni sijui mfanyikazi wa Safaricom au mfanyikazi wa Family Bank, mfanyikazi wa wapi. Inamaanisha hiyo environment pale kwa jela kuna venye wamepatiwa hiyo loophole number 1 ya kupata simu ya kufanya the wrong calls na kufanya hizo conditions. So pale ndasema asilimia wengi wanaotoka pale utapate wengi hao kusema ukweli hiyo nia ya kutoka kwa crime haiko. And then another thing yenye ningetaka pia also shikilia hapo kidogo. Naarifiwa kuna hotuba ambayo inaendelea kwa sasa ya aliyokuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Hebu tusikilize anasema nini na waandishi wa habari. At the same time, the leaders of Northern Kenya who cannot account for Kenya shillings 1 trillion since devolution in 2013 are quiet and
and enjoying luxury in Nairobi, as their people in the north continue to suffer from hunger and anguish. The people of northern Kenya are Kenyans. Their children are Kenyan children. Their hopes, struggles, and aspirations are part of the shared destiny of our nation. Any Kenyan oppressed or neglected today is a warning to us all. And injustice and suffering do not recognize borders or communities. We are and must remain one for all and all for one. Let this be the moment we reclaim the best of who we are, a people who do not turn away from hardship, but who meet it together with courage, with compassion, and with the unbreakable spirit of a nation that refuses to abandon its own. The spirit of Harambee must guide us. As President William Ruto tours the food insecure and water-stressed north from tomorrow to disperse the Nyota cash in Wajir, Mandera, and Garissa this week, he should know that life is more important and people are at the verge of hunger and death. In any case, the whole essence of touring the north is little on Nyota program, but to sanitize the corrupt leaders who have failed the people of northern Kenya. Furthermore, the Nyota program is a World Bank program happening in other African countries like Angola, Mozambique, Nigeria, Senegal, Benin, Togo. Yet we have not seen their presidents turn this into re-election campaign rallies across their countries. As a DCP party that is built on the philosophy of listening to the people, Kenyans have sent us overwhelming questions and concerns about the North and promises made by one William Ruto. Mr. William Ruto, as you go to dance on the podiums in the North this week starting from tomorrow, do not forget to tell the people of the North why only less than 35% of the population have access to basic clean and safe drinking water compared to the national average of about 68%. The North, too, are Kenyans. Mr. William Ruto, in the North, over 850,000 school-going children did not attend school last year, and the same for this year. Mr. William Ruto, the schools in the North have no classrooms, no laboratories, no teachers. Children standing at the trees. Does this prick your humanity, if at all any is left as you head to the North? Mr. William Ruto, health in the North is just as bad. In Mandera County, half of all women give birth at home without a nurse or a medical doctor. Only 6% of children aged 12 to 23 months are fully vaccinated. I do not know whether you understand what this means to the future of the North and Kenya. Garissa County records the highest maternal deaths in the country, with 247 women per every 1,000 dying during childbirth. Your closest friend and partner, Aden Duale, is the CS for Health, and he comes from Garissa. Tell him to explain this phenomena to the people of Garissa and the North. You should also explain why you don't ask him these hard questions. Mr. President, in Wajir County, 90% of the population lives in extreme poverty, the highest in Kenya. Marsabit records 85.8%, while Mandera, Isiolo, and Garissa each have over 77% of their people struggling to survive. These are not just numbers. They are mothers dying, children going hungry, and families suffering every day. And because, William Ruto, you are part of the mess in the North, through lies and fake promises, please, before you make other promises starting tomorrow, note that the promises you have made to the North in the last 3 years are running into trillions of shillings burdened in lies. We take the trouble to remind you some of them. Mr. President, on 25th of November 2023 at Loyangalani Cultural Center in Marsabit County, while attending the Marsabit Lake Turkana Cultural Festival, you openly lied to the residents of Marsabit
that they will be connected to the national electricity grid through Lake Turkana wind power by the year 2024. We are in 2026 and the status quo remains. Mr. Ruto, you lied that power main grids would be constructed immediately in the towns of Moyale, Marsabit and North Hall. Zero works have commenced. As Ramadan nears, please give these Kenyans power. They do not need to cross to Somalia and Ethiopia to get ice cubes like they have done in previous years. Mr. Ruto, you lied that the Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs would construct with immediate effect fish landing sites and fish processing zones in Turkana County. 3 years later, all we see is cattle rustling and ravaging drought. William Ruto, you lied that the Turkana University College would be granted a charter by the year 2024 to be a fully fledged public university. As usual, where is the university charter for Turkana University for the last 3 years? Mr. Ruto, you lied that FGM would be dealt with accordingly and perpetrators be held accountable. Today, the prevalence of FGM in Marsabit County is at 83%, ranking Marsabit County as the third highest county in Kenya in FGM prevalence. I hope you understand what this means to women and girls of Marsabit as they look forward to exploiting their full potential. Why lie to women and girls, Mr. President? Between 4th and 7th February 2025, William Ruto toured Mandera, Wajir, Isiolo, Marsabit, and Garissa counties, and as usual made a cocktail of promises, deceit, and open lies, as he'll be doing in the next 3 days as he heads to the north. On 4th February 2025, in Mandera town, he promised to end marginalization and inclusive development. A year later, Mandera County has no roads, no sewage system, the drought is killing camels, the children of Mandera study at the trees. He keeps on as allies, leaders of the Mandera who steal what is meant for the people. The people who have impoverished Mandera are his buddies and political allies. He further promised to put Mandera on the national grid through Ethiopia. To date, Mandera gets electricity on ration basis once in every 24 hours. The president promised to put 1.2 million acres of land in Mandera Triangle along River Daua under irrigation. To date, no progress has been reported. On the same date, at Mandera Teachers Training College, he promised to support improvements in educational infrastructure and increase teacher recruitment in Mandera and Northeastern region. Which single school has been built since then? On security and counter-terrorism commitment, William Ruto promised to protect residents and combat insecurity. He promised to ensure security and fight terrorism in Mandera after high-profile abduction incident involving 5 chiefs before his visit. Interestingly, 5 months ago, Jubaland forces occupied almost half of Mandera town, and Ruto has never commented on this matter. On regional connectivity and infrastructure, William Ruto promised to expand Mandera's road and energy connectivity. He said that the government will build and expand key infrastructure linking Mandera to the rest of the country, including roads and electricity through Ethiopia. It remains a lie. On the same date, William Ruto promised to speed up Mandera water supply and sanitation project at a cost of 3.1 billion to benefit households with improved clean water and sewage systems. Again, this is a white elephant. On February 5, 2025 in Wajir town at Orahek grounds, he promised that his government would connect 20,000 households in Wajir to electricity and expand rural electrification, including schools and mosques, at a cost of 3.6 billion Kenya shilling. To date, not a single home of the 20,000 households has been connected. William Ruto, as you head to Wajir for more lives, you will have to tell the people of Wajir why you lied to them on this particular date. On ending marginalization with equal development, he promised to ensure equitable development for Wajir and the broader northeastern region, eliminating discriminatory policies and promoting economic growth. Unfortunately, he is working with and sanitizing leaders of the north who loot public resources
for their benefit to build malls and flats in Nairobi, in Dubai, and in Cape Town. He further promised to launch and support local projects in Wajir, including sites like Tarbaj Teachers Training College, livestock vaccination drives, county assembly facilities, industrial parks, housing projects, hospital facilities, and more. Zero progress. On 31st of February 2024, William Ruto in Marsabit County launched the following projects. Periodic maintenance of Marsabit A2, Orange House, Kiwanja Dege Primary School, and A2 to Mata Arba A2 Road, which is 5 kilometers. Today there is no progress. He launched again another project of 42 million Kenya shilling for periodic maintenance of Marsabit Bypass Road to be completed within 9 months. Again, it's now 2 years. William Ruto launched the periodic maintenance of Saku Modern Market to Shauri Yako Marsabit Road at a cost of 17 million. This was to be done within 9 months. 3 years later, there's no progress. In Isiolo County, on 11th April 2023, Naam, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia, tutakuwa tunakujuza kwa mapana na marefu mwende wa baadaye, lakini kwa sasa wacha turejea hapa studioni tusikilize kauli za mwisho manake muda unakimbia. Mark Chesa, ulikuwa unamalizia jambo fulani. Yes. Nilikuwa nasema kwamba asilimia ya wengi ambao wanatoka hizo jela wameprove kwamba si rehabilitation sana, wameweka focus tu. But nimekaa kwamba wengi wao wanatumia hiyo environment kuendeleza crime. But away from that, kuna mwenzetu mwenye ameongelea about family vile zimebreak na kwamba zinachangia sana kwa vijana kuingia katika crime. Mimi kidogo ndakataliana na hiyo simply because ukiangalia nchi za Ulaya, Europe, familia pia huko nyingi si ati ziko sawa, wana experience a lot of family breakages. But now kuna kitu moja yenye naadamaya na serikali za huko. Wameweka kwamba for you to solve an economical issue, source of income, si lazima kijana ingie kwa crime. So opportunity iko. Ingawa kwamba familia za huko kwanza hata ndo ziko mbaya. Wengi pia kuna orphans, pia kuna wale single parents, either ni kweni baba ama mama wako. But kusolve issue ya income, wameipeleka kwamba kuna opportunities, kuna viwanda za kutosha, ambapo hata unaweza enda utafute opportunity. You know, kuna mwenzangu hapa aliniambia tisikuwa street smart. Huko Ulaya utapata being street smart, utaitumia kwa crime, utaitumia kwa opportunities. Unaona, si lazima ati nikitembea usiku kwa area fulani lazima nikuwe street smart sababu ya crime. But naweza tumia hiyo opportunity ya kuwa street crime kuendeleza mambo ya income. Mdungu yangu hapa ameuliza mbona Islands ndio inajulikananga wakati wa goons ndio wanatafuta. Mimi sijaiona wenzetu wenye wanaoishi hizi area za juu, urbanized area, kwamba wakati wanatafuta goons za kwenda kwa nini kwa wanasiasa, atutapata vijana wa area fulani kwa urbanized area ndio wameenda ku provide security, wanakimbia katikati ya magari. But ikifika wakati wa time kama opportunities wanaenda conventions, tutapata hao ndio wanaitwa wengi. Utaisikia vijana sana priority ya Islands ati wameitwa kwa convention ya KICC kudiscuss policy issues za serikali. Ni rarely. Lakini ikifika kwa siasa ya goons ndio unaona wanaitwa. So profiling ndio shida pia hapo. Ndio iko shida. Brenda, solution ni gani kwa dakika moja, kwa sababu pia vijana wanahitaji kusaidika? Suluhisho vile tu nilisema hapo awali, suluhisho ni vijana watafutie opportunities. Kijana ukimpatia, tunajituma. Actually Kenya mnajua vijana tunajituma vibaya sana. But sasa suluhisho hapa ni tutafutie opportunities. Mimi naona priority kwa serikali ina divertiwa to the wrong parts. Hii mambo ya kusema affordable housing, hiyo pesa ilikuwa enough kusupport vijana na talanta zao. Vijana wana talanta kubwa sana hapa nje. Tuko na uwezo kama serikali, iko na uwezo ya kujenga mashule, kujenga vocational colleges, kujenga, yani kutafuta vitu vya kufanya vijana wakuwe busy. Kazi mtaani ambaye ameshindwa kusoma apoe kazi mtaani, yani vijana. Serikali ndio tu suluhisho. Serikali ikibadilisha mwelekeo wa nchi katika Kenya, mpaka wazazi watakuwa na opportunity ya kulea, sababu huyo mzazi umempatia opportunity mzuri. For example, umepatia kijana 50,000 aende akafanye biashara. Huyo kijana akienda afungue duka, alipe duka,
Kanjo huku nje, mtu ako na biashara anaelewa, before ufungue hiyo duka milango uanze kuuza. Taxes zenye tunalipa huku nje 50k hata utakuwa umestock hiyo duka. So I feel like hiyo pesa imeenda into the wrong hands. Tupo kwa the wrong hands. Daktari, kwa dakika moja, kando na kulaumu serikali kila wakati, tuwezi kulaumu serikali, lakini kuna vile nimesema ya kwamba kuna vitu vinaweza kufanyika na ibadilishe kila kitu. Nimepeana mfano wa South Coast, North Coast. Ukiangalia kule kuna mahoteli zaidi ya 2000 na maeneo kama Nairobi sasa. Kutoka all the way Malindi mpaka kwenda paka kule Lamu. Hao watoto wakijaribu kufunzwa skill work. Skill work inamaanisha kwamba kujua kupika, skill work inamaanisha kwamba kufanya service. Nakwambia wakati hawa jamaa wanakuja kutafuta watu wa kwenda meli, kazi ya kwenda cruise ships, Wakenya wameenda, Wakenya wengi, na wakienda kuna nafasi ambayo inapatikana. So watoto watafutiwe skill jobs ambazo wataelewa, wakifanya training wakimaliza, itakuwa rahisi sana watoto kupata kazi. Asante sana kwa mchango huo. Victor, kwa hivyo tumekuwa tukizungumzia jambo moja ambalo ni opportunities, of which ni very critical. Vijana wanahitaji opportunities, but on the other hand naweza come up na different point yenye naweza sema pia, ukiangalia the cause of crime to some extent pia ni intoxication. Intoxication inatokana na nini? Ulanguzi wa miadarati. So the stakeholders wenye wanasimamia that sector pia tunafaa kuangalia how do we educate the youth tuambie hapana, kutumia drugs to a certain extent ni mbaya. Ulanguzi wa pombe, sigara, bangi, vitu kama hizo tuache. Juu ukiangalia in the coastal region vile umesikia, watu wanavuta unga, mtu ana hope like hata ako in their normal senses, alafu anafanyaje? Anaenda na commit crime. So unaona pale kwa drug and substance abuse pia tunafaa kuwekelea a lot of concern in it. Kwa dakika moja Peter, jambo ningesema, ndugu yangu ashasema jambo la maana sana. Vijana wanapenda kujituma. Na mimi nasema hii jukumu ni jamii. Jamii tutamaliza mambo ya magenge because tunajua tunaishi nao. Opportunities tuseme saizi mtaani, vijana wanapalipa kucheza ball. Ground zote zilishachukuliwa. Saizi opportunities za ndugu yangu wanaongeza Europe ni katika sports. Na sports inalipa vizuri sana. Ground zote za mtaani zirudishwe, tuanze hapo. Ndugu yangu hapa jandikwa kazi nzuri, kazi kubwa. Amesaidia vijana saizi kupata ajira. Watu wa mtaa watakusaidiana. Kayole au ungeenda kitambo. Saizi sikii mambo za Oyole na Uizi na Sowe na story kama haya. Ni vijana kama hawa wako na hiyo opportunity wanaitumia. Mbona serikali isiwa support? So serikali ya county, hii story sio ati ya gava huko juu. Hii pesa msiweke huko juu. Pesa patieni vijana wale kwa mtaani, proximate leadership. Hando wanaelewa mambo yanafanyika mtaani. Hizo ground mmenyakua zote mrudishe vijana. Vijana wafanye shughuli huko mtaani. Nitakwambia jambo moja, crime si poa. Sisi tumesema tutaki gumzo. Hii mtaa saizi, mtaa yoyote saizi kama Sakaja atapeana shamba, tutapeana vijana kuku za kulea huko sisi kama crime si poa. So tumejitokea, wapatie vijana shamba. Saizi Dandora kuna vijana washajipanga. Sasa tutaki kupiga story saizi, sasa ni kazi. Kuku tutawapatia wale na tutawapatia training ya kulea for free. Na tuwa train na wasijisimamie. So wapatie shake MPs na MCA Nairobi pale popote Kenya saizi. Hatutaki story ya vijana wako crime. Wachague ni wapi watupatie space. Vijana wapewe hiyo space. Wa hiyo mtatu waweze kujiendeleza. Alafu tuone kama watashindwa. Mpatie saizi nusu eka tu Kayole kesho. Umetaja jambo zito sana. Mbili kesho. Peter Oko. Na asante sana stories za kulaumiana wote kwa kufika kwenye studio za TV47. Bila shaka mtazamaji umesikiliza kwa mapana na marefu na pia umepata kuelimika kuhusiana na swala hili la kuchipuka kwa magenge na iwapo itakamilika na njia ipi bora ya kuweza kumaliza swala hili. Asanteni sana washikadau kwa kufika kwa studio za TV47. Bila shaka mtazamaji, hapa kwenye mtandao wa Twitter kuna ujumbe ambazo naziona hapa zimeweza kumiminika, labda kukusoma tu ujumbe ambao mtazamaji ametuma hapa. Aisha Mohamed anasema kukosa ajira ni suluhisho, ni vijana waweze kutafutiwa kazi. Nadhani ni hoja ambayo ilikuwa imetajwa hapa na Brenda kama sijakosea. Peter Otieno, huu ni matokeo ya ufisadi na ulegevu wa vyombo vya usalama. Sheria zipo lakini hazitekelezwi jinsi inavyofaa. Mwingine anafahamika kama Samuel Kiprotich. Vijana wengi wamekata tamaa bila fursa na mwelekeo, magenge yanakuwa njia ya kuishi, swala ambalo halifai kabisa. Grace Wanjiku, nitasoma ujumbe wa mwisho. Grace Wanjiku, mtandao wa X, jamii pia ina mchango. Tunanyamaza sana badala ya kuripoti wahalifu
mapema. Tunanyamaza sana badala ya kuripoti wahalifu mapema. Ndio ujumbe wake pale kwenye mtandao wa X. Bila shaka mtazamaji, dakika yangu hapa studioni naona zimekimbia sana, na mie sina la ziada kwa sasa ila kutamatisha mjadala huu ambao tumekuwa nao hapa studioni kuhusiana na mchipuko wa magenge. Na bila shaka nashukuru sana kwa muda wako wewe mtazamaji kwa kufuatilia mjadala huu, mjadala komavu, mjadala ambao ni chanya kabisa ambao tumekuwa nao hapa studioni. Bila shaka siku nyingine nitawaalika tuweze kuchanganua kwa mapana na marefu. Shukrani za dhati mtazamaji na wale wote waliofanikisha taarifa hizi. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Nakutakia mchana mwema.